nature ya mwanaume sio kusuka nywele. Nature ya mwanaume sio kunyoa kiduku. Nature ya mwanaume sio kuvaa eleni. Hakuna maandiko hayo kwa mujibu wa Biblia. Kumekuwa na mitindo mingi sana ya unyoaji wa nywele katika maisha ya mwanadamu, lakini leo tutakwenda kuangalia kwa kina zaidi. Je, ni halali mtu wa Mungu kunyoa denge kwa mujibu wa maandiko matakatifu na historia? Kunyoa denge, maana halisi ya unyozi wa denge ni ile hali au ni ule mfumo wa mtu kukata nywele lakini kuzitofautisha kati ya nywele za juu na za chini. Zinakuwa zina utofauti katika ukaaji wake. Hii ndio tafsiri halisi ya unyoaji wa denge. Kwa mujibu wa historia, unyoaji huu wa denge ulianzia wapi? Unyoaji huu wa denge ulianzia karne ya 15 BC, yani before Kristo, miaka ya 1500, wakati wana wa Israeli wanatoka nchi ya Misri kurudi nchi yao ya Kanaani. Walipoenda Misri utumwani, Misri ilikuwa ina mifumo ya kuabudu miungu mingi sana, na sehemu ya unyoaji nywele ilikuwa ina maana kubwa sana katika kumdefine mtu na katika kumaanisha baadhi ya vitu fulani. Sasa wakati huo Misri ilikuwa inaabudu miungu ya kale. Kulikuwa kuna miungu mingi sana, na miongoni mwa ibada zao za matambiko, za maagano yao, kujiweka wafu huko walikuwa wanafanya, lakini pia nywele ilikuwa sehemu kubwa ya kuwakilisha yale waliokuwa wanayafanya. Kwa hiyo unyozi wa denge ulianzia huko Misri na ilikuwa lengo katika ibada zao za miungu. Yaani kila mnyoo mtu alikuwa anaunyoa ulikuwa unalenga maana fulani katika ibada zao za miungu. Manake unyoaji wa denge ni wa kipagani ambao ulianzia Misri. Yaani kuchonga nywele za juu na za chini kutofautisha, huu ni unyoaji ambao ni wa kipagani. Sasa unyoaji tumeshaangalia ulianzia wapi. Tuangalie kwa mujibu wa maandiko matakatifu Mwenyezi Mungu anasemeje juu ya unyoaji wa denge. Kitabu cha Mambo ya Walawi 19, Mambo ya Walawi 19:27 anasema, msinyoe denge pembe za vichwani. Yaani Mwenyezi Mungu anawakataza wana wa Israeli kwa sababu wametoka nchi ya Misri, wanarudi nchi yao ya Kanaani, lakini bado wanaendelea kuwapa utaratibu kwamba acheni huo utaratibu wa muonekano mbaya machoni pangu kwa kufuata miungu ile ya Misri, kwa sababu mnavyonyoa hivyo sio utaratibu mzuri. Kwa Mungu akawa anawakumbusha wana wa Israeli ambao kwa wakati huo walikuwa kanisa la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Mambo ya Walawi 19:27 anataka tumtukuze Mungu hata kwenye miili yetu. Sio kwamba labda Mkristo ama Muislamu au mtu wa Mungu ambaye unasema wewe mchaji wa Mungu, haina maana kwamba uwe mchafu, usiwe nadhifu, hapana. Lakini Mungu anataka kila unaolifanya ufanye kwa utukufu wake. Hebu tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31. Maandiko hapo yanatuambieje? Mungu anatufundisha tuwe watakatifu. 10:31. Sikiza vizuri haya maandiko, yanasema hiyo 10:31 kitabu chake kile, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Narudia tena, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31 anasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Manake Mwenyezi Mungu tayari anataka tumtukuze yeye kwa kila jambo tunalolifanya. Kwa hiyo haina maana kwamba wewe ukisema una imani ndani alafu matendo nje yasionekane. Mungu anaabudiwa kwa imani lakini pia kwa matendo. Kitabu cha Yakobo kinasema imani bila matendo nayo imekufa nafsini mwa mtu wake. Kwa hiyo maandiko yameshakataza unyoaji wa denge, kuchonga nywele kichwani
Mungu anataka uwe katika hali ya usafi na nadhifu, lakini fanya yote kwa kumpendeza yeye kama alivyoagiza katika maandiko yake. Kwa hiyo unywaji wa denge tumeshapata jibu kwamba kwa mujibu wa maandiko matakatifu Mungu amezuia mtu kwenda na kuanza kunywa denge. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu Mungu amekataza kabisa. Lakini tu sio mbali tu na unywaji wa denge peke yake, lakini pia wako mpaka wanaume ambao wanasuka nywele zao. Yaani unaona mwanaume kabisa amesuka nywele. Sasa hii ni hatari sana, ni kwa mujibu wa maandiko, kwa sababu haiwezekaniki kusuka kwa nywele kulikuwa kwa wanawake, lakini sasa hivi tulikofikia wanaume nao wanasuka nywele. Lakini desturi hizi maandiko yanasema hakuna jipya chini ya jua. Yaani duniani hapa hakuna jambo jipya. Yote tunayoyaona watu kusuka nywele, wanaume kusuka nywele, yote haya yalikuwa tangu kipindi hiko. Nimesema karne ya 15, miaka 1500 ilianzia kwa desturi hizo. Kwa hiyo mwanaume kusuka nywele sio jambo geni, lakini kiuhalisia ni jambo ambalo Mungu alishalikataza tangu kitambo sana. Hata kusoma kitabu cha tusome hapa wa Korinto wa kwanza 11 mstari wake wa 14. Sikia vizuri haya yanasema. Maandiko yanasema kitabu cha Korinto wa kwanza 11:14 anasema, je, hayo maumbile yenyewe hayafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Mzikio. Kwa hiyo vile mtu anavyosuka marasta yananing'inia mpaka chini, anayakunja, anafanyeje, mwanaume ni hatari sana. Maandiko yameshaonya vikali sana. Lakini pia sio tu andiko hilo tu, kwa wakati wako soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Mungu anatoa utaratibu pale wa mwanaume namna gani ya kujistiri na kuishi. Kwa hiyo mtindo wa unywaji wa nywele wa denge Mwenyezi Mungu ameshaukataa. Lakini pia hata kwa wale wanaume ambao wanasuka nywele Mwenyezi Mungu ameshakataza kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Sio halali kufanya hivyo. Hakuna Ukristo wa imani tu ndani ya matendo yasiwepo. Hakuna Ukristo wa aina hiyo. Mungu anataka tumwabudu katika imani na matendo. Lakini pia watu wengine wakafika mbali zaidi, wakafanya kufuru nzito zaidi ambayo ni hatari sana hata kuielezea. Wanaume wakaenda kutoboa miili yao, wanaanza kuvaa hereni sasa. Yaani kuna wanaume kama unavyoona hapo, kuna wanaume hao wametoboa miili yao wanavaa hereni. Sasa hiki kitu ni hatari sana. Huwezi mwanaume kuvaa hereni na ukatoboa miili yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:5 inakataa kabisa. Inakuwaje wewe unaenda kutoboa mwili wako unavaa hereni? Kweli mwanaume kweli? Sio kweli. Kwa hizo desturi tangu kipindi hiko ndo zilianzishwa, na sio desturi sahihi katika maadili ya kumcha Mwenyezi Mungu au katika maadili ya nature ya mwanadamu, kwamba mtu atoboe masikio, jinsia hii ya kiume avae hereni. Maandiko yamekataa, nature yamekataa, historia yamekataa. Lakini haya mambo yanashika kasi hivi sana kwa sababu watu wanaoyafanya wanayakopi, yani wanaiga kutoka kwa watu maarufu za kupitia social media. Unajua mitandao ya kijamii imeharibu sana watu. Social media, mtu kamwangalia labda Rick Ross, kamwangalia labda Lil Wayne, kamwangalia labda Chris Brown, Marekani uko wapi, anataka kujifananisha na Chris Brown. Kamwangalia labda Diamond Platnumz, kamwangalia labda Harmonize, anataka ajifananishe na Harmonize, kwamba ngoja nijifananishe bwana na Harmonize bwana, ngoja nijifananishe na Diamond. Hujui mpango wao wa asili uko vipi? Wewe kuzaliwa kufanana na Diamond, hayo ni maisha yako wewe. Kwa hiyo unakuta vijana tunaharibika sana kwa sababu tunataka kukopi behavior, kukopi maisha ya watu, kufanana nao. Lakini jua jambo lote unalolifanya, ukilifanya maana yake automatically kuna mlengo wa hilo jambo, kuna maana fulani hilo jambo. Hakuna jambo ambalo limefanyika hapa duniani tu pasipokuwa na maana yoyote. Kwa hiyo toka huko utumwani. Nature ya mwanaume sio kusuka nywele. Nature ya mwanaume sio kunyoa kiduku.
nature ya mwanaume sio kuvaa hereni. Hakuna maandiko hayo kwa mujibu wa Biblia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kama nilivyosema, ile 19:27 mambo ya Walawi inazuia kabisa kwa mwanaume asinyoe denge, wala mwanamke wala mcha Mungu atakiwi kuishi katika mfumo huo. Kwa hiyo Biblia imeshatuweka wazi kabisa, lakini hii ni mifumo ambayo imeletwa na Shetani kushinikiza watu waendelee kumkosea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lengo la kuleta video hii ya somo hili fupi, ndugu yangu, ni kukumbushana katika safari hii. Ni njema sana kuwa tunakumbushana kwamba Mungu anataka nini. Kama umeelewa somo hili, unaweza kuniandikia kwenye comment hapo, wewe mtazamo wako uko vipi juu ya kunyoa denge? Njoo na hoja za maandiko. Lengo la video hii sio kushindana au kulumbana ama kukasirikana, hapana. Lengo ni kukumbushana, lakini pia kujadiliana, kwa sababu sisi wote ni wanafunzi wa Kristo. Anasema nendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Manake sisi ni wanafunzi wa yeye Kristo, tunajifunza kila itwaye leo. Kama ni halali kunyoa denge kwa mujibu wa maandiko matakatifu, niandikia hapo chini kwamba ni halali. Mara mpaka viongozi wakubwa wa kiroho ambao mnaongoza, wapo hadi viongozi wanaonyoa hivi. Sasa labda mna maandiko ya kutetea hili jambo, basi sio wengine nao tujue, ila kwa mujibu wa maandiko mimi nimesoma kitabu cha Mambo ya Walawi 19:27 Mungu anazuia unywaji wa denge. Sasa huu ni mjadala ambao tunapaswa tujadiliane kati yangu na kwako na Wakristo wote na watu wa Mungu wote kwa ujumla. Jina langu naitwa Justin Protas Likwelile. Kama hujasubscribe channel yetu hii, basi subscribe, tuendelee kuwa wanafamilia pamoja katika safari hii ya kumjua Mungu. Na uzima milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma.